ukuu wa Mesaya katika yote. Yeye Mesaya ni mfano wa Elohim asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza juu ya viumbe vyote, kwa maana kwa nchi yake vitu vyote viliumbwa mbinguni na duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au mamlaka au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Mesaya alikuwako kabla ya vitu vyote, kwa kuungana naye vyote vyadumu mahali pake. Paulo anatangaza kwamba Yeshua ameleta amani kwa ulimwengu wote, ikiwa ni vitu vilivyo duniani au vilivyo mbinguni. Kabla ya kufika kwenye kauli hii, mtume anatuambia Yeshua ni nani hasa. Si mwalimu mkuu, wala mwana falsafa, wala nabii, wala mhubiri, wala mchombi wa habari njema. Yeshua Mesaya ni sura ya Elohim, mzaliwa wa kwanza, mkuu wa kanisa, mwanzo, mpatanishi, mfano wa taswira ya Mungu, mwana mfano wa Elohim asiyeonekana. Picha inaweza kuwa nakala ya ukweli, picha, hologram, sanamu, au hata kitu cha kubuni mchoro, lakini dhana ya kibiblia ya picha inazidi hiyo. Elohim aliwaumba Adamu na Hawa kwa mfano wake, na Adamu akazaa mwana kwa mfano wake mwenyewe. Hizi sio nakala za ukweli, kuiga au mawazo yao. Wanafanana kimwili, kisaikolojia na kijamii. Paulo anasema kwamba sheria ya sherehe ilikuwa kivuli, sio sura yenyewe ya mambo, ikamaanisha kwamba taswira ukweli. Swali ni je, Yeshua alifanana na Elohim au alikuwa sawa na Elohim, mbali na kujipa jina takatifu mara kwa mara? Mimi ni Yeshua alisema wasi, mimi na Baba ni mmoja. Yeye ambaye ameniona mimi amemuona Baba. Mzaliwa wa kwanza, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Mzaliwa wa kwanza inamaanisha mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo wengine hufundisha kwamba Yeshua alikuwa kiumbe wa kwanza kuumbwa na Elohim, lakini kama ilivyo kwa neno sanamu, neno mzaliwa wa kwanza ina maana pana ya kibiblia. Isaka alikuwa mzaliwa wa kwanza badala ya Ismaili. Yakobo alikuwa mzaliwa wa kwanza badala ya Esau. Yusufu alikuwa mzaliwa wa kwanza badala ya Reubeni. Daudi alikuwa mzaliwa wa kwanza badala ya Eliabu. Wote walikuwa wazaliwa wa kwanza kwa sababu walishika nafasi ya kwanza juu ya ndugu zao, sio kwa sababu walizaliwa kwanza. Paulo anarejelea kipaumbele hiki katika Wakolosai ili kuepuka shaka yoyote juu ya asili yake. Anaelezea sifa mbele za kimungu kwake, uumbaji wa vitu vyote vilivyopo na riziki yake. Mkuu wa kanisa, na yeye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Katika lugha zingine kama vile Kikatalani au Kiingereza, neno kichwa linatafsiriwa kama mkuu au mkuu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana ya kielezi ya kichwa. Hii pia ni kesi katika Kiebrania. Kwa mfano, jikwekeni kichwa kimoja inapaswa kutafsiriwa kama watateo kiongozi mmoja. Hii pia ndiyo maana ambayo Paulo anatumia neno hili wakati analitumia kwa Mesaya. Lakini Paulo pia anaongeza maana ya kielezi kwa mwili, ikiwa Mesaya ndiye kichwa, sisi kanisa ni mwili. Kutokana na wazo hili inafuata kwamba sote tunahitajika. Kila mtu ana kazi yake mwenyewe.
kumdharau mtu yeyote. Hakuna muumini duni. Tunajaliana mwanzo. Yeye ndiye mwanzo na mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, ili katika kila kitu apate kuwa mkuu. Neno linatafsiriwa kama mwanzoni ake. Neno la Kigiriki ambalo linamaanisha mwanzo asili, sababu ya kwanza au kanuni, lakini pia linamaanisha mtawala, nguvu, mamlaka au atawala kulingana na muktadha. Tunaweza kusema kwamba neno hili linalotumika kwa Mesaya linaweza kuwa na maana hizi zote. Yeshua ndiye asili ya kila kitu, mfano wa Elohim, sababu kwa nini kila kitu kiliumbwa, mzaliwa wa kwanza wa uumbaji, mtawala mkuu. Kwa haya yote yanampa kipaumbele. Paulo anaweka jina mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu hapa, ingawa Yeshua hakuwa wa kwanza kufufuliwa, bali Musa, ushindi wake dhidi ya kifo pia unamaanisha ushindi wake juu ya dhambi na nguvu zake za kutumba tena kwa mfano wake mpatanishi, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Kile alichofanya Yeshua kilisababisha yeye kuchukua nafasi ya kwanza katika kila kitu. Kulingana na Paulo, Mesaya anastahili majina haya yote, kwa maana Mungu Elohim alipendezwa na utimilifu wake wote ukae ndani yake. Kwa maneno mengine, Yeshua alikuwa Elohim kamili na mwanadamu kamili, na si tumeona utukufu wake umejaa neema na kweli. Kwa kufa msalabani na kufufuka tena, Yeshua alitimiza mahitaji muhimu ya kupatanisha ubinadamu na Elohim. Tunaweza kuelewa kwamba amepatanisha na Elohim vitu vilivyo duniani, lakini amepatanishaje na yeye mwenyewe wale walio mbinguni? Ulimwengu wote umeweza kuona wasi asili ya ovu. Kwa hivyo tabia ya Elohim inathibitishwa mbinguni na duniani. Yeshua alikuwa ukuu wa mbinguni, kamanda mpendwa wa malaika ambaye alifurahia kufanya mapenzi yake. Alikuwa mmoja na Elohim kifuani mwa Baba, lakini alidhani sio jambo la kutamaniwa kuwa sawa na Elohim. Wakati mwanadamu alikuwa amepotea katika dhambi na taabu, alijiuzulu kutoka kwenye kiti chake cha enzi, akaacha taji yake na fimbo ya kifalme, akavaa uungu wake na ubinadamu. Alijinyenyekeza hata kifo cha msalaba, ili mwanadamu apate kuinuliwa kwa kiti pamoja naye kwenye kiti chake cha enzi. Kwa upendo anakuja kumfunua Baba, kumpatanisha wanadamu na Elohim.